Jina langu naitwa Mama Happiness Kwilabia, mjumbe wa mkutano mkuu taifa nikiwakilisha jimbo la Vwawa, na mjumbe mkutano mkuu taifa baraza la wazee nikiwakilisha mkoa wa Songwe. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, nimewaiteni ili niweze kufanya kikao na nyie juu ya mambo yanayoendelea kuhusiana na siasa za hivi sasa. Nafikiri mtakumbuka tulikuwa kwenye uchaguzi mkuu wa chama chetu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo tuliuhitimisha pale Mlimani City tarehe 21. Na mnaona yanayoendelea. Kimsingi jopo lote hili tulikuwa tunamuunga mkono Freeman Mbowe. Lakini baada ya Freeman Mbowe kutopata kura za kutosha, ambazo kura hizo zilimwezesha mheshimiwa mwenyekiti taifa Lissu, kwa hali ya sasa hivi inayoendelea kwenye chama chetu, sio, imekuwa ni siasa za chuki, ni siasa za makundi. Kwa maana kwamba sisi tuliokuwa tunamuunga mkono mheshimiwa mwenyekiti Mbowe kwa sasa hatuna thamani yoyote ndani ya Chadema, na kuitwa majina mengi, kuitwa G55, kuitwa CCM. Kwa hali hiyo kuonekana kwamba unakosa imani. Sasa kama mtu umekosa imani na chama, kuna haja ya kuendelea kuwa mwanachama wa Chadema? Nimekuwa mgombea ubunge awamu 3. Nimepitia nyadhifa mbalimbali ikiwa ni mwenyekiti wa BAWACHA kuanzia kata, jimbo na mkoa wa Mbeya. Wakati mkoa wa Songwe haukuwepo, nimeongoza majimbo 11 na nimekuwa nikifanya kazi kufa na kupona. Lakini kwa namna mwenendo wa siasa za Chadema unakoelekea, nimeona ni vema nitamke rasmi kwamba kuanzia sasa ninajivua nyadhifa zote nilizo nazo, na kwamba kuanzia sasa sio mwanachama tena wa Chadema. Siasa za makundi sitaweza, visasi vilivyopo, siasa za matusi kwenye mitandao, kwenye magurupu sitaweza. Na juzi hapa nimegombea nafasi ya makamu mwenyekiti BAWACHA. Kampeni ziliendelea, huyu ni G55, huyu ni CCM, mtoeni kwenye makundi, mtoeni kwenye makundi. Kwa hali hiyo future yangu ya siasa haiwezi kuendelea kufanya kazi na watu ambao tayari wanasema wewe sio wa kwetu. Na siasa za namna hiyo ni hatari sana. Mimi nilijua kabisa kwamba kampeni zimeisha, uchaguzi umeisha, tunakusimama na chama. Lakini kuna baadhi ya wenzetu wanasimama na mtu. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, nimeona niwajulishe Watanzania, wana Songwe, wana Mbozi, kwamba kuanzia sasa sitahusishwa na shughuli zozote za chama. Sitasema kwamba nimestaafu siasa, sababu siasa ni kitu ambacho kinatoka moyoni, na ni kwamba kwa sasa hivi naachana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo na nitakuwepo nyumbani nikiendelea na shughuli zangu. Kwa hiyo sitarajii tena kuonekana labda ninapeperusha bendera kwa hivi sasa. Kwa hiyo ninasema tu kwamba kwa sasa hivi naachia shughuli za siasa zinazotokana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Nitaendeleza biashara zangu na shughuli zingine ambazo nafanya kama kawaida. Kwa majina yangu naitwa Mikael Tufishe Mumlima, ni mzaliwa wa kata Itaka. Nilijiunga na Chadema mwaka 2007. Kwenye kumbukumbu zangu wakati tunajiunga tulikutana kwa mzee Richard Mwendanjira Kibona. Na miongoni mwa watu waliokutana na mimi ni Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe. Tukafanya kikao pale, tukaanza kupeperusha bendera ya Chadema. Nimeongoza kata Itaka kwa katibu wa kata Itaka miaka 10. Lakini nimekuja kuchaguliwa kuwa katibu wa vijana jimbo la Mbozi miaka 10. Nimekuja kuongoza kuwa katibu wa wilaya miaka 5.
Nimekuja kumaliza na katibu wa BAVICHA mkoa wa Songwe. Nini kinanifanya niondoke ndani ya Chadema? Ndani ya Chadema, chama hiki kimejengwa kwenye misingi ya nidhamu mno. Mwenyekiti Freeman Mbowe aliyepita alitufundisha ndani ya chama chetu nidhamu kubwa, kumheshimu kila mwanachama wa Chadema. Tunapoingia kwenye uchaguzi, kila mtu anajua kilichotokea. Kumekuwa na matusi mengi, maneno mabaya, kuchafuana sana. Misingi ya Chadema inapotea. Na tumaini la watu lilikuwa ndani ya Chadema. Nilijiunga Chadema kwa sababu nilisoma katiba ya Chadema kwamba itasimama na wananchi. Leo Chadema ndio inayoongoza maneno magumu, matusi. Kwa hiyo kama kijana niliyezoewa kwenye nidhamu, maisha ya kusimama kwenye ukweli, hii ni sababu ya msingi kuondoka ndani ya Chadema. Kwa sababu tunaona matusi, kudharauliana, kubezana, kupuuziana. Amesema mama yangu Epines Kurabia, amegombea umakamu mwenyekiti kanda. Maneno waliyomsema ni kumchafua, ni kumfedhesha mama ambaye amekijenga chama kwa muda mrefu. Amekuwa diwani kwenye halmashauri hii ya Mbozi. Leo anapuuziwa na kuchafuliwa. Hiyo ni sababu ya msingi. Hivyo na mimi kuanzia leo sio mwanachama tena wa Chadema. Tunaona na wenzetu wanaotuunga mkono kutoka majimbo mbalimbali wako hapa, wamekuja kutuunga mkono, hawako tayari kuendelea na shughuli ya kisiasa. Haya ni yangu machache. Asanteni sana.